Hey guys, watu wangu wa YouTube. Leo hii tuko ndani ya Massachusetts bro. Tuko ndani ya Boston, Massachusetts kama unavyoona. Majengo kama unavyoyaona mzee. Kama unavyoona sehemu fulani hivi unyama kabisa ndani ya Boston, Massachusetts mzee. Cheke jinsi kunavyovutia. Yeah. Massachusetts waga ni sehemu moja nzuri sana. Ni sehemu moja ambayo waga napakubali sana. Kwa pale hivi mbele ndo kuna Heba Park ambao unaweza kaa una nani huu kodi maboti ukaenda zako manani huu kwenda kula bata huko visiwani. Unyama ni mwingi kabisa ndani ya Massachusetts. Hey guys, ndani ya Massachusetts kama unavyoona hii ni giza tayari lishaanza kuingia, lakini kunaonekana uzuri kabisa. Sasa hivi ni saa 12 jioni. Hii video ambayo nimeichukua, unaona hii park jinsi ilivyokaa imetulia vizuri kabisa. Yeah, sasa kwa mfano kama hivi gari zimezuiliwa kupita, kwa hiyo sisi tunaweza nani hii tukapita kama hivi, kwa sababu ile pale ni gari ambayo ilikuwa inapita na nani hii. Unaona, angalia hii taa bro. Massachusetts kuna kazi nyingi sana ambazo zinapatikana. Massachusetts kuna kazi nzuri nyingi sana ambazo zinapatikana. Alafu kumbukeni kwamba Massachusetts ni state ambayo inalipa mshahara mzuri sana. Yaani mshahara mzuri vibaya mno. Na hata ukibahatika umekuja kuishi nani hii Marekani, ukiishi Massachusetts kikweli watu watakuheshimu sana. Umeona? Yeah, Massachusetts yote nzuri, inategemea upo state gani, upo city gani. Mara kuna Boston, kuna Worcester, kuna Springfield, alafu kuna Hyannis, kuna Falmouth, alafu kuna city nyingi ndani ya Massachusetts, lakini Boston ndio inajulikana zaidi. Alafu ndo zinapatikana na vyuo pia ambavyo ni maarufu zaidi duniani kama Harvard. Umeona, kuna MIT, chuo cha engineer duniani, chuo namba 1 kwa engineer duniani ndio kinapatikana hapa ndani ya Boston, Massachusetts bro. Yaani ni sehemu moja hivi ni nzuri. Yaani kwamba Boston ukianza kuitembea mzee hauwezi kuimaliza. Hii hapa ni street kama unavyoona, watu wapo kibao. Umeona? Ya, kuna wengine ni wageni, kuna wengine ni wenyeji. Sasa inategemea kwamba wewe ni nani. Kwa mfano kama mimi naweza nikajichukulia kama ni mtalii tu ambao nimekuja for the first time, alafu baadaye naondoka zangu. Umeona bwana? Kwa nachukua video hii lakini baadaye naondoka zangu. Yaani usiku huu unaanza kula route kurudi zangu New York. Umeona bwana? Yeah. Mazingira fulani hivi mazuri kabisa, ni unyama kabisa. I like this weather. Ninapenda the way jinsi jinsi ilivyokaa. Mitaa fulani hivi vizuri. Alafu huku bwana unajua wazungu ni wengi zaidi kuliko watu weusi. Sio kwamba watu weusi hapa, lakini wazungu ni wengi sana. Wa China nao ni wengi sana maeneo haya. Umeona bwana, wa China, wa Korea. Yeah, sehemu tofauti. Kwa ni mazingira fulani ambayo ni unyama. Yaani napapenda kikweli, yaani napapenda sana. Yaani sijui hata nizungumzieje. State zingine waga sijaenda state nyingi, lakini nimeenda state nyingi, ila nadhani Massachusetts ni moja ya state ambayo ipogo kwenye damu sana, kwa sababu tu the way jinsi ilivyokaa. Na ukiwa katika hii state ni kama upo Europe tu, kwa sababu hii state the way jinsi wao walivyoitengeneza, wameitengeneza mfumo kama wa Europe, yani zile nani hii majengo yao kama nani hii za Ulaya. Umeona bwana, kama nchi za Ulaya, labda upo Germany, uko France, labda upo UK, umeona uko zako Uholanzi kule Netherlands, au upo zako hizi nchi zote zile za nani hizi za Europe. Umeona bwana, Spanish, yani ndio iko hivyo jinsi ilivyotengenezwa. Ni unyama sana, yani check mazingira, check jinsi kunavyopendeza. Kwanza kuko safi, yani mji uko clean. Hakuna kelele nyingi, hakuna nini. Yani ni kumepoa, kuko quiet. Yani wewe mwenyewe una feel like mbona niko maeneo fulani hivi amazing. Hata sisi Tanzania tunaweza. Unajua sisi nchi zetu za Afrika sio kwamba tuweze kutengeneza mji kama hivi. Tunaweza kutengeneza mji kama hivi, lakini sasa tatizo linaanzia kwa viongozi wetu. Yaani wale viongozi wetu ndio wanafanya nchi yetu inakuwa inarudi nyuma. Nchi zetu za Afrika zinarudi nyuma, kwa sababu sijajua waga wakija kwenye nchi za wenzetu wakiangalia miji jinsi ilivyopangiana vizuri hivi, inapendeza vizuri. I don't know kama wanakuwa hawafikirii kwamba na wao wanatakiwa watengeneze miji iwe kama hivi.
Umeona bwana, miji iwe kama hivi, ipendeze, ivutie. Ya mijengo waipangilie kama hivi, kusiwe na uchochoro, kwa sababu yani hakutaki kuwa na uchochoro, kwa sababu nchi zetu ni tajiri sana, yani tuna rasilimali nyingi vibaya mno. Lakini sijui tu, nadhani yani ni viongozi wetu tu ambao tunao wanakuwa wanajiangalia wao. Umeona bwana? Yeah. Na sehemu kama hizi umeona magari ambao watu wamepaki humu ni parking za kulipia. Unalipia, inategemea umelipia kwa lisali ngapi. Kama kwa masaa 5, kama umelipia kwa lisali 1, inategemea. Ukilipia online bei inakuwa ndogo zaidi. Ukilipa ukilipa pale bei inakuwa kubwa zaidi. Kwa inategemea umelipa kwa ipi. Lakini kiuhalisia ni kuzuri sana. Ya, na hakuna bugs yoyote ukishapaki gari. Kwa hiyo usipolipia sasa ndo hapo utakutana na tiketi au wanaweza wakatoi. Kwa toi ni magari yale ambayo yanakuja yanabeba gari lako. Na gari lako likishabebwa, kuweza kuikomboa pesa yake inakuwa kubwa sana. Inaanzia sio chini ya $400, maana inategemea hiyo gari imepelekwa katika ofisi ipi ambao wametoa hiyo gari, na wanahesabu kulingana na mile. Kama miles zinakuwa zimekula zaidi ya 3, ndugu yangu, hela utatoa sio chini ya $400. Kwa hiyo laki inakuwa kubwa. Kwa ni bora kulipia ili uondokane na hiyo adha, kwa sababu baadaye inakuwa inaleta shida kidogo. Sio, umeona bwana? Umeona bwana, check wenyewe, check jinsi ulivyotulia. Huu mtaa unaitwa Oliver Street. Kwa Oliver Street ndo huu hapa mtaa kama unavyoona, ndo huu hapa umenyoka. Umeona bwana, hii hapa gari unayoiona hii hapa ni taxi. Uzuri kukweli. Yani I like this place, bro. I like this place. Yani check it the way jinsi kunavyoonekana. Ni kuzuri kiasi hiki. Na ukiingia kwenye highway zao ni kali kinoma. Na Boston sio kwamba ni ndogo, ni kubwa kinyama. Yani ni kubwa kinyama. Yani ile kwamba ukiwa unatembea mzee hauwezi ukaimaliza kizembe. Yani ndio hicho kitu ambacho unatakiwa ukielewe. Hapa ndani ya Boston, Massachusetts, in the US, bro. Yeah. Na state nyingine hii hapa ni gari naona inatembeza hata. Hii hapa ni Boston. I ask questions to your audience, no raising hands. Here we go. How many tires on my car? Gari imekaa kama ngalawa, rafiki yangu. Gari imekaa kama ngalawa, rafiki yangu. Nzuri kishenzi. Hii naona inatembeza watalii, bro. Kwa ni tour watu wanakuwa wanatembezwa ndani ya Boston, Massachusetts. Kwa ni unyama tu unaambiwa mzee, yani wewe, New York, bro. New York is amazing, bro. New York is amazing. New York is amazing. Yeah, kwa pale hivi mbele ndo kuna South Station ambao ni hii kituo kikuu cha mabasi. Unachukua mabasi yanakupeleka wapi na kupeleka wapi. Unaweza kaenda ukachukua trade ikakupeleka wherever unataka uende wapi. Umeona bwana? Check. Yeah, hapa mtaa unaitwaje? Unaitwaje? Lakini ni uzuri, yani check jinsi ilivyo mzuri. Kiukweli hizi ndoto, naamini nyewe mna ndoto kubwa sana. Mnatamani sana mje Boston, mnatamani kuja Marekani, wherever Marekani ni sehemu gani. Lakini ukishakuja, yani jaribu unaifikiria kwamba kuna sehemu moja panaitwa Massachusetts, bro. Yeah, kuna Boston ndani ya Massachusetts. Ifikirie kwanza tu Massachusetts yote, yani ifikirie alafu uone wewe mwenyewe uone. Kuna sehemu fulani huko kunaitwa sehemu fulani ni kuzuri vibaya mno. Hii hapa ni ramani ambayo itakuonyesha ndani ya mji mzima uende wapi. Umeona? Hii hapa ni ramani yote ndani ya Boston. Yote huu ndo mji wote wa Boston. So poa baba, check. Yeah. Yani kwanza hakuna nani hii. Angalia huko. Mtaa unaitwaje? Check it. Kweli. Bwana, guys, naombeni like, comment na kushare bila kusahau kusubscribe, alafu unifollow kwenye akaunti zangu za kijamii. Instagram natumia @blacksingapore_, TikTok natumia kama @blacksingapore, Twitter natumia @blacksingapore. Ili uwe wa kwanza kupata update zote zile ambazo nakuwa nazipost ndani ya Marekani. Yani ndani ya Marekani yote kwa ujumla, kwa sababu Marekani kiganjani babla. Maana sehemu wote mzee na nani. Angalia hii sehemu mzee. Hii sehemu ni parking. Umeona? Hii hapa ni parking, bro. Yeah, parking garage. Inakupeleka paka hapo chini hapo. Unaenda paka chini. Unaona unapaki gari yako fresh kabisa. Umeona? Low clearance nini.
So poa babaka. Kwa leo bwana, leo tulikuwa tunazungukia ndani ya Boston, Massachusetts. Nadhani mmeshaona the way jinsi ilivyo. The way jinsi inavyopendeza, the way jinsi kunavyovutia yani. Yaani ni kunavutia vibaya mno. Maana tukiamua kuitembea Boston, Massachusetts bro, hatuwezi tukaimaliza. Umeona? Ila kwa hii uchache ambao nimewaelezea kuhusu huku kiukweli, nadhani tayari ushapata picha na ushaona the way kunavyoonekana, jinsi kunavyo sound. Na kunawakumbusha tena, hii hapa ndio state ambayo inaongoza kwa kulipa mshahara Marekani. Hii hapa ndio state ambayo inaongoza kwa kulipa mshahara mzuri Marekani. Sio, umeelewa? Mshahara wake ni mkubwa. Hii hapa gari inaonekana inatoka Texas, bro. Yeah, this guy is from Texas. Kwa hiyo ni unyama sana. Ni unyama sana bro. Kwa hiyo nawakubali sana, tuko pamoja sana. Yeah, nilikuwa na mimi sio mwingine ni Black Singapore. Yeah, tulikuwa tunaonyeshana ndani ya Boston, Massachusetts. Nadhani mmeshaona na mmefurahia video, kwa tukutana katika video zingine ambazo ni nyingi zaidi ambazo zinahusiana na Marekani na vitu gani tuweze kufanya ili tuweze kuja Marekani, au sio bwana? Nawakubali sana. Hala chubwa.